Mungu akipenda watatupatia suluhisho. Hamas itasalimisha silaha zake na Gaza itarejea jinsi ilivyokuwa kabla ya tarehe 7 Oktoba. Tunasikia taarifa za habari kuhusu usitishaji wa mapigano na mambo mengine mengi, lakini hali halisi ni tofauti. Ninaapa kwamba jana nilikuwa nikitembea na mtu mmoja barabarani, ndipo risasi zilizopigwa ovyo zikapiga nyumba iliyokuwa jirani yetu. Hamas sasa ina kiongozi mpya, Khalil al-Hayya. Anaonekana kuwa mwanasiasa mwenye uzoefu, na kundi hilo linaonekana kujaribu kujijenga upya kama vuguvugu la kisiasa zaidi, likitegemea mafundisho ya dini pamoja na huduma za kijamii na ustawi wa wananchi. Hamas, first of all, kwanza kabisa, Hamas sasa ina kiongozi mpya, Khalil al-Hayya. Nadhani kile ambacho Hamas imekuwa ikifanya ni kufuata zaidi mbinu za kijadi zilizokuwa zikitumiwa na kundi la Muslim Brotherhood. Muslim Brotherhood ni vuguvugu lilioanzishwa nchini Misri takriban karne moja iliyopita, na limekuwa likitumia mkakati unaojumuisha mafundisho ya dini pamoja na utoaji wa huduma za kijamii na ustawi. Kwa hiyo ninaona Hamas inajaribu kujijenga upya na hatimaye kujitambulisha zaidi kama harakati ya kisiasa. Waraka wa kurasa 4 wa mpango wa Rais Donald Trump ambao BBC imeuona unaeleza hatua za kuondolewa kwa silaha za Hamas na kuondoka kwa hatua kwa wanajeshi wa Israel, huku maafisa wa Marekani wakisema kila hatua itathibitishwa kabla ya kuendelea na hatua inayofuata. Phyllis Mwate, Dira ya Dunia, BBC. Ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Taarifa kuu leo jioni, kundi la wanamgambo Hamas la kubali kuweka chini silaha. Uhispania imesema wahamiaji 40,000 kati ya 60,000 walioingia nchini humo wamerejea Morocco. Na katika mjadala hii leo tunaangazia ndoa za mitaala, faida zake na panda shuka zake. Hii ni BBC. Shukrani msikilizaji kwa kuendelea kuwa nasi katika matangazo haya ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ukiwa nami Karorobi. Shirika la Umoja wa Mataifa la haki za binadamu limeshtumu serikali ya Uganda kwa kile kinachosema kuwa ni kuwakandamiza viongozi na wafuasi wa upinzani tangu kumalizika kwa uchaguzi mkuu nchini humo. Shirika hilo linaongeza kuwa makumi ya wanaharakati wa kutetea haki za binadamu wametoweka na kunyanyaswa tangu uchaguzi mkuu wa Januari. Serikali ya Uganda imekanusha madai hayo na kuyataja kama ya uongo. Shoaib Ibrahim anaripoti kamili. Katika taarifa yake, mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la haki za kibinadamu Volker Turk amesema hali ya haki za kibinadamu nchini Uganda imezorota tangu uchaguzi mkuu uliofanyika mwezi Januari mwaka huu. Turk amesema kwamba hali hiyo inaongezeka kutokana na kile anachokiita kudhoofika kwa utawala wa sheria, kuongezeka kwa ushiriki wa jeshi katika taasisi za kiraia na kupungua kwa mianya ya wananchi kushiriki kwa uhuru katika masuala ya umma. Ravina Shamdasani ni msemaji wa shirika hilo la Umoja wa Mataifa la kutetea haki za kibinadamu. Tangu uchaguzi mkuu wa Januari tarehe 15 mwaka huu, tumepokea taarifa kwamba takriban viongozi na wafuasi 50 wa upinzani, wanaharakati 5 wa haki za binadamu na waandishi wa habari wamekumbwa na ukiukwaji wa haki za binadamu. Ukiukwaji huo unajumuisha matukio kama kutoweka, kufanyiwa mateso, pamoja na kukamatwa au kuzuiliwa kiholela kwa msingi ambayo haizingatii sheria za kimataifa kuhusu haki za binadamu, which do not comply with international human rights law. Hata hivyo, balozi wa Uganda katika Umoja wa Mataifa Adonia Ayebare kupitia mtandao wake wa X amekanusha madai hayo na kumwelezea Volker Turk kuwa, na hapa ni namnukuu, amepoteza uaminifu, mwisho wa kumnukuu. Balozi huyo pia amelishtumu shirika hilo kwa kile alichokiita kutoa taarifa za kupotosha kuhusu hali halisi nchini Uganda. Shirika hilo limeomba Uganda kuheshimu utawala wa sheria na kuzuia jeshi kuingilia shughuli za taasisi za kiraia. We call on the government to abide by its obligations under international human rights law. Tunatoa wito kwa serikali kutekeleza wajibu wake chini ya sheria za kimataifa za haki za binadamu, mkataba wa Afrika wa kuhusu haki za binadamu pamoja na katiba ya Uganda, ili kuhakikisha kuwepo kwa jamii yenye asasi za kiraia zilizo hai, ambapo kila mtu anaweza kutoa maoni yake kwa uhuru na kushiriki katika masuala ya umma bila hofu.
and participate in public affairs. Taarifa ya shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu hali ya haki za kibinadamu nchini Uganda inakuja wakati upinzani nchini humo ukiendelea kuyanyoshelea kidole cha lawama mamlaka kwa kile inachosema kuwalenga kupitia vyombo vya dola na kutunga sheria zinazominya haki zao. Pia inakuja huku baadhi ya wanasiasa wa upinzani wakiwa gerezani, akiwemo Daktari Kizza Besigye aliyezimia akiwa kizimbani Jumatano. Shirika hilo limesema litaendelea kushirikiana na Uganda katika kuimarisha heshima kwa haki za kibinadamu. Shuaib Ibrahim, Dira ya Dunia, BBC, Kampala. Na mshauri mkuu wa rais wa shirikisho la soka duniani FIFA Gianni Infantino amejiuzulu kwa sababu ya pendekezo la kuuza hisa za kombe la dunia na mashindano mengine makubwa kwa wawekezaji binafsi. Carlos Cordeiro amesema wazo hilo ni baya kwa mchezo wa soka. Kujiuzulu kwake kumekuja muda mfupi baada ya shirikisho la mpira wa miguu la Asia kujiunga na mashirikisho mengine mawili ya kikanda ikiwemo UEFA kulaani mpango huo. David Nkia na maelezo zaidi. FIFA imelaumu taarifa zisizo sahihi kwa upinzani mkali dhidi ya mpango wake wa kuuza sehemu ya haki za kombe la dunia kwa wawekezaji binafsi. Imesema itaendelea kutafuta idhini kutoka kwa wanachama wake licha ya kupingwa kwa pendekezo hilo na mashirikisho soka ya Ulaya, Amerika Kaskazini na hivi karibuni zaidi bara la Asia. FIFA imesema itaendelea na mchakato wake wa mashauriano ili kuleta uwekezaji binafsi katika kombe la dunia na mashindano yake mengine kwa lengo la kukisi zaidi. Shirikisho hilo la soka lilitangaza Julai 28 kwamba linapanga kuanzisha kampuni tanzu yenye thamani ya dola bilioni 20 kwa ajili ya kuendesha kombe la dunia na matukio mengine, huku likitoa fursa kwa wawekezaji wa nje kumiliki hisa za hadi 20%. Chini ya mpango huo, FIFA ingeanzisha kampuni ya FIFA Forward Enterprise kusimamia shughuli za kibiashara na uendeshaji wa matukio. Pendekezo hilo lilizua upinzani mkali kutoka kwa mashirikisho ya soka ya kikanda ambayo yameelezea kushangazwa na mpango huo wa kuwashirikisha wawekezaji binafsi katika mchezo huo. Shirikisho la soka la bara la Asia limeungana na wimbi linaloongezeka la kulani pendekezo la FIFA la kuuza hisa katika kombe la dunia na mashindano mengine kwa wawekezaji binafsi. Limesema kwamba soka haikupaswa kamwe kufikishwa katika hali ambayo uwezekano wa kususia kombe la dunia unajadiliwa. Mchezaji wa zamani Xabi Alonso, mshindi wa kombe la dunia akiwa na timu ya Hispania ambaye vile vile ni meneja wa klabu ya soka ya Chelsea, amesema soka lazima liwape kipaumbele mashabiki wanaotazama mchezo huo badala ya maslahi binafsi. Football has to be for the people. Soka lazima liwe la watu wote, si mikononi mwa watu binafsi. Ninaamini kuwa ndivyo tunavyolipenda. Tumeshuhudia kombe la dunia la kipekee na mambo ambayo tunataka yabaki vile vile. Ni vyema kutetea maslahi ya watu wote. Ninaamini kuwa ni hisia ya pamoja miongoni mwa wadau wa soka kwamba tunataka kitu ambacho kinabaki mikononi mwa kila mtu, kitu ambacho ni kwa ajili ya watu wote. Everyone that it's for all the people. Alonso vile vile ameongeza kwamba anatumai kuwa mpango huo wa FIFA hautawezekana kwa kuwa tayari umepata upinzani mkubwa. Hopefully it won't happen and tunatumai kuwa hilo halitatokea na tutafanikiwa kulinda hali hiyo. Tutaendelea kuifanya michezo hii ivutie na kudumisha uhalisia wake kama tunavyopenda. Ndiyo maana inazua hisia na shauku kubwa kiasi hiki. Kadri tunavyozidi kulinda hali hiyo, najua hili ni swala moja tu, lakini ukianza mabadiliko madogo madogo, hatimaye utajikuta ukibadilisha kila kitu kabisa, na hatutaki hilo litokee. Once you start with the 20s, you finish it with the 51s and we don't want that. Lakini FIFA inasema inasonga mbele na mashauriano kuhusu pendekezo hilo na imelaumu ripoti za vyombo vya habari zisizo sahihi kwa mapokezi mabaya ambayo imepokelewa. Baadhi ya vyama vya soka barani Afrika vimeiambia BBC hata hivyo kwamba vitaunga mkono mpango huo ambao utatoa mgao wa papo hapo wa fedha kama malipo ya asilimia ndogo ya mapato kutokana na matukio yajayo. Kwa upande wake David Besten ambaye ni mwenyekiti wa zamani wa chama cha soka cha Uingereza FA amesema makubaliano hayo hayaungwi mkono na kamwe
hayataungwa mkono. Mustakabali wa Gianni Infantino kama rais wa FIFA sasa pia unaonekana kutokuwa na uhakika, huku taarifa ya AFC ikionyesha pia mapungufu ya msingi katika taratibu za FIFA za kushauriana na kufanya maamuzi ambayo sasa lazima yashughulikiwe. Wafuasi wa msimamo huo kutoka Uswizi wamesema kuwa mpango huo wa kuanzisha kampuni mpya ya kuendesha kombe la dunia na mashindano mengine ya FIFA ungehitaji uungwaji mkono wa wingi wa vyama wanachama 211 vya FIFA. Upinzani wa pamoja kutoka kwa wanachama 47 wa AFC ukijumuisha na wanachama 41 wa CONCACAF na 55 wa UEFA unaashiria kuwa sasa kuna wanachama 143 wanaopinga mpango huo. David Nkia, Dira ya Dunia, BBC. Naam, shukran sana David Nkia kwa taarifa hiyo ambayo inanielekeza kwenye ukurasa wetu wa YouTube, lakini vile pia wa Facebook. Lakini kwanza ngoja ni tupie jicho hii YouTube. Hapa namuona Paul Muvumba anasema tuko pamoja akiwa kule Sudan. Salumu Kakulu Isaac anasema Morocco ni nchi tajiri. Lakini Fadhili na Kupeja anasema Trump asitisha vita, raia wanateseka. Daniel Welelo akiwa Morogoro Tanzania anasema hivi vita vitaisha lini? Kila siku Palestina na Israel wako kwenye malumbano. Na Henry Francis Wegoshora anasema anatupata mubashara kutoka Entebbe, Uganda. Ni kushukuru vile pia nani huyu Ali Sali Ali na Jimmy Gates ambao anasema hao wanaojiita watetezi wa haki za binadamu waliwahi kulaani Marekani na Israeli kwa mauaji ya watoto katika maeneo ya vita. Lakini Dennis Gitonga akiwa Mombasa, Kenya anasema anaombea heri njema na amani kati ya Israel na Palestina wanapojaribu kufikia makubaliano. Nikushukuru pia Isaac Nkembo anasema sauti iko chini, fundi wa mitambo ataangalia hilo kama liko vipi ili aweze kuhakikisha kwamba kila kitu kiko shwari. Na sasa nikigeukia ukurasa wetu wa Facebook BBC News Swahili, Jafari Kopo wa Moshi Tanzania anasema anatupata vyema akiwa kule mjini Moshi. Salem Koma wa Singida naye anasema anampongeza rais wa FIFA kwa kujiuzulu kwake. Alojiuzulu so rais wa FIFA, lakini mshauri wake mkuu ndo kajiuzulu. Zabron Mlimbila anasema yuko kule Njombe Tanzania, serikali ya Uganda itende haki kwa wapinzani. Henry Gashora pia ametuma ujumbe hapa kwenye Facebook, anasema naona viongozi wa FIFA wanafanya biashara ndivyo sivyo ya kuuza hisa. Nikushukuru vile Elisha Mazoya wa Mwanza Tanzania, unasema unatupata vizuri sana kupitia Radio 1 Stereo jioni hii ya leo. Masanja Kuyanja Mwakuhenga unasema uko pamoja nasi kwenye matangazo haya ya leo jioni. Nikushukuru pia Jonas Luveno ukiwa kule urembo mkuu wa Sawala, unasema kwa kweli vita vya Israel na Hamas kuna umuhimu wa kuwekana sawa hivi vita viishe. Nikushukuru pia Mark Adrian wa Pwani Tanzania, unasema Hamas waweke tu chini silaha. Msikilizaji, nadhani ninapokwenda kupata angalau kopo la maji ni wakati mwafaka kabisa wa kupisha habari za michezo na Shoaib Ibrahim. Na shukran na mshauri mwandamizi wa rais wa shirikisho la soka duniani FIFA Carlos Cordeiro amejiuzuru baada ya mashirikisho zaidi ya soka kupinga pendekezo la FIFA kuruhusu wawekezaji binafsi kununua hisa katika mashindano ya shirikisho hilo. Carlos ameliita pendekezo hilo la FIFA kuwa baya na kutahadharisha kuwa linaweza kuhatarisha mustakabali wa mchezo huo. Hatua ya kujiuzulu kwa mshauri huyo wa Gianni Infantino inakuja huku shirikisho la soka barani Asia AFC likijiunga na yale ya UEFA pamoja na shirikisho la CONCACAF kupinga mpango huo. Mashirikisho hayo yanawakilisha jumla ya wanachama 136 kati ya wanachama 211 wa FIFA, hali inayofanya mpango huo wa FIFA kuwa na nafasi finyu ya kuidhinishwa. Wakati huo waziri mkuu wa Uingereza Andy Burnham naye amesema Gianni Infantino si mtu sahihi kuiongoza FIFA. FIFA kwa upande wake inasisitiza kuwa mpango huo unalenga kuongeza mapato kwa ajili ya maendeleo ya soka duniani, huku ikiongeza kuwa hakuna anayeuza michuano ya soka. Aliyekuwa kocha wa klabu ya Liverpool nchini England Arne Slot amekataa nafasi ya kuwa kocha mpya wa timu taifa ya Uholanzi, akisema anapenda kuendelea kufundisha vilabu. Shirikisho la soka nchini Uholanzi linatarajiwa kutoa taarifa
Mataifa wiki ijayo kuhusu mchakato wa kumtafuta mrithi wa Ronald Koeman aliyeondoka katika nafasi hiyo baada ya Uholanzi kuondolewa mapema kwenye kombe la dunia la mwaka huu. Mchezaji wa zamani Peter Bosz sasa anatajwa kuwa mmoja ya wagombea wakuu wa nafasi hiyo. Mechi ijayo ya Uholanzi itakuwa dhidi ya Ujerumani katika ligi ya mataifa ya UEFA hapo tarehe 24 mwezi Septemba. Na nyota wa zamani wa timu taifa ya Italia na klabu ya AC Milan Franco Baresi amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 66. Nahodha huyo wa zamani wa klabu ya AC Milan alitumia maisha yake yote ya soka la kulipwa ya miaka 20 katika klabu hiyo alikocheza mechi 719 na kutoa mataji 6 ya Serie A, mataji 3 ya kombe la Ulaya pamoja na makombe mengine mengi. Kutokana na mchango wake mkubwa kwa klabu hiyo, AC Milan ilistaafisha jezi yake ya nambari 6. Katika tenis, mchezaji wa Uingereza Cameron Norrie amefuzu hatua ya nusu finali ya michuano ya Los Cabos Open nchini Mexico baada ya kumshinda Bernard Tomic wa nchini Australia kwa seti 6-1, 6-0 ndani ya dakika 50. Norrie aliyekuwa amepoteza michezo 6 mfululizo kabla ya mashindano hayo sasa ameshinda michezo 3 mfululizo bila kupoteza seti na atakutana na bingwa mtetezi Denis Shapovalov katika nusu finali. Wakati huo huo, Jessica Pegula na Elina Svitolina wamefuzu hadi robo finali ya michuano ya Washington Open huko nchini Marekani. Katika tetesi, Manchester City ipo katika hatua za mwisho za mazungumzo na klabu ya Lille ya huko nchini Ufaransa kuhusu kiungo wa Morocco mwenye umri wa miaka 18 Ayoub Boadi ambaye pia anawindwa na Arsenal, Chelsea, Liverpool pamoja na miamba wa Ujerumani Bayern Munich. Mwisho wa makala ya michezo na wachezaji, msikilizaji. Mimi ni Shuaib Ibrahim. Ni saa 1 usiku saa za Afrika Mashariki. Taarifa kuu katika dira ya dunia leo jioni: kundi la wanamgambo Hamas la kubali kuweka chini silaha. Uhispania imesema wahamiaji 40,000 kati ya 60 walioingia nchini humo wamerejea Morocco. Na katika mjadala hii leo tunaangazia ndoa za mitala, faida zake na panda shuka zake. Hii ni BBC. Karibu tena msikilizaji. Michuano ya mataifa ya Afrika kwa kinadada WAFCON inaendelea tena leo hii ambapo wawakilishi wengine Afrika Mashariki, Tanzania watashuka dimbani dhidi ya Burkina Faso. Mchezo huo unatarajiwa kutoa mwelekeo wa kundi B baada ya Tanzania kushinda mchezo wake wa kwanza dhidi ya Afrika Kusini na kuwa na alama 3 katika nafasi ya pili. Kufahamu utakuwa mchezo wa aina gani na nini cha kutegemewa, awali mwenzangu David Nkia alizungumza na mchambuzi wa soka Salama Ngali. Kwanza ni experience mpya ama uzoefu mpya kwa timu zote mbili, kwa sababu mataifa haya mawili hayajawahi kukutana kwenye fainali hizi za WAFCON. Japo Tanzania ameshawahi kukutana mara kadhaa na timu za kutoka magharibi mwa Afrika, mataifa kama Ghana ashakutana nayo, kina Nigeria ashakutana nayo, lakini kwa upande pia wa Burkina Faso wao wameshawahi kukutana mara moja na timu kutoka Afrika Mashariki ambayo ilikuwa Uganda mwaka 2022 na wakatoshana nguvu kufungana sare ya bao 2-2. Kwa hiyo ni mechi ambayo inakutanisha mazingira namna hiyo kwamba hizi timu hazijawahi kukutana. Lakini ukija kwenye engo ya kimatokeo, ni timu ambayo ama ni mechi ambayo inakutanisha timu mbili ambazo zinazungumza lugha tofauti. Tanzania ametoka kushinda kwenye kilele cha furaha kabisa dhidi ya Afrika Kusini, miongoni mwa timu tishio kwenye fainali hizi, lakini Burkina Faso anaingia kwenye mchezo huu akiwa kwenye mazingira magumu sana kupitia kichapo cha bao 4-1 kutoka kwa Ivory Coast. Kwa mechi zilizopita zinaleta ugumu pia kwenye mchezo huu wa leo ambao wanakutana Tanzania dhidi ya Burkina Faso. Umezungumzia hapo ushindi wa Tanzania dhidi ya Afrika Kusini, moja hapo ya timu ngumu kabisa. Hii inatoa taswira gani kuelekea mbele kwa Twiga Stars? Kwanza kabisa ni namna gani pia Burkina Faso anatakiwa kujitafakari mara mbili akiwa anaiendea Tanzania, kwa sababu kuna mabadiliko makubwa sana yameonekana. Lakini Tanzania akiwa anaenda kwenye huu mchezo, nafikiria kwamba ile hali ya kujiamini itakuwa imeongezeka, lakini hata kujitoa kwa wachezaji
wachezaji kiwanjani utakuwa ni mara 2 zaidi katika mchezo uliopita, kwa sababu daraja la Burkina Faso na daraja la Afrika Kusini daraja mawili tofauti. Ukienda kuangalia kabla finali kuanza, alikuwa Afrika Kusini anapewa nafasi ya kwenda kuwa bingwa ama ya kusumbua kwenye hizi finali. Tanzania amemfunga, lakini Burkina Faso alikuwa apewi nafasi yote labda kwenda katika hatua tu za mtoano. Kwa hiyo hayo mazingira inathibitisha kwamba ni mechi ngumu kiasi gani. Hata ukija kwenye mazingira ya mbinu, nilikuwa na watazama Burkina Faso mechi waliopoteza, kuna vitu vingi ambavyo havikuwa sawa kwa upande wao. Nadhani pia kwa Tanzania ukija, kuna vitu vingi tulikuwa tumeboresha dhidi ya Afrika Kusini kiasi ambacho tukafanikiwa kushinda, ambapo mara 2 nyuma Afrika Kusini alitufunga 2-1. Kwa upande wa Burkina Faso, wao licha ya kuwa na kocha mwenye CV kubwa Renard Pedros, mshindi huyu wa UEFA Champions League 2018-19 akiwa na Olympique Lyonnais pale Ufaransa, lakini kucheza finali za kombe la dunia akiwa na Morocco bado haikumsaidia yeye ama mbinu zake hazikumfaa wakati anakutana na Ivory Coast, kitu ambacho nategemea kuona leo atakuwa na mabadiliko makubwa sana ya maelekezo kwa wachezaji wake. Ushindi wa mchezo wa kwanza, Tanzania iko nafasi ya pili, tutegemea huenda ikafuzu anakwenda kwenye hatua ya mtoano kutoka kwenye kundi B. Kwa mazingira yanayo Ivory Coast inawezekana kushinda, kwa sababu kuna sababu nyingi ambazo zinamfanya Tanzania awe na wakati mzuri. Miongoni mwa hizo ni wastani wa umri walionao kwenye kikosi cha Tanzania, lakini pia wastani wa umri uliopo kwenye kikosi cha upande wa Burkina Faso. Ukiangalia Tanzania tuna mseto wa wachezaji ambao wale vijana ambao wanakuwa ama wanakomaa, kwamba wana kiu, njaa kutaka kufanikiwa, lakini wapo wakomavu pia ambao tayari wamesha fanikiwa kwenye ligi za ndani, lakini pia kwenye michuano ya kanda kama hivi Sekafa vile walivyoalikwa labda kwenye Kosafa. Naam, huyo ni mchambuzi wa masuala ya michezo Salama Ngale kama alivyozungumza na mwenzangu David Nkya. Na kama ulivyosikia kwenye vidondo zetu za taarifa kuu leo, ni kwamba katika mjadala tunaangazia ndoa za mitala, faida zake na panda shuka zake. Roncliffe Odit anakuletea mjadala huo. Hii ni BBC Swahili, mimi naitwa Roncliffe Odit, na kama ulivyosikia hapo awali tuna mazungumzo ya kipekee sana hii leo, ambapo ninayo familia ya kipekee sana hapa katika studio zetu, na tutajifunza mengi mawili matatu kuhusu familia hii ya kipekee. Ni mume na wake zake wawili. Jafeti, unajisikia garaa sana wewe. Kuna wanaume wengi wanatamani kuwa kama wewe, unajua hivyo? Ni kweli. Unafikiri ni kwa nini? Ni juu wengi wako hivyo lakini hawataki kujitokeza. Unasema wengi wako kama wewe lakini chini ya maji. Chini ya maji. Haya pia unaweza nijibu tu, si ni ukweli ama uongo? Tuseme ukweli. Ni ukweli. Ni kwamba wengi wanatamani kuwa kama wewe. Hivi. Karibuni sana. Sasa kama nilivyotaja, tutakuwa na mazungumzo ya kipekee tu kuhusiana na familia, na katika mitandao ya kijamii nyinyi ni familia ambayo inaongelewa sana na watu wengi, mna wafuasi wengi katika mitandao. TikTok mko na wafuasi wengi sana ambao wanaofuatilia. So nianze tu kwanza na wewe Jafeti. Wakati ambapo ulichukua uamuzi wa kuweza kuwa na wake wawili katika maisha yako na kuwa wazi kuhusu, nini kilikufanya kufikia uamuzi huo? Kitu ya kwanza nikianza sikuwa najua naweza kuwa nimeoa na miaka 17. Mimi nilikuwa najua nitakuwa kama wale watu wa huko Uchina kina Bruce Lee, Monk hivi. Nikuje kuata nilikuwa na miaka 45 huko, lakini mimi nilijipata by miaka 17 nilianza kujipata niko kwa ndoa, ambapo tulianza na Cecilia. Juu kwa saizi tuko na Cecilia miaka 26 na Mariam tuko naye miaka 23. Mimi ndio nikuje kuelezea watu eti niko na wawili, haikunichukua muda. Mimi sifichagi kitu yote, mimi sema hivi ndivyo iko, ambapo hata saizi nikapata 3 na 4 nitawaelezea tu. Ulifikiaje uamuzi huo kwamba nina mke mmoja Cecilia na sasa nataka mke wa pili? Ilikuwa ni kwa accident vile watu wanasema kwamba ulijipata labda una mahusiano na sasa ukamfanya mke, ama ni uamuzi ulikaa ukaufikiria? Sikukaa nikafikiria. Juu hata ndoa mtu hajaika akafikiria. Mimi naweza sema hivyo. Sasa hebu tuongee kidogo na Cecilia. Cecilia, wewe umeolewa, mmekaa miaka 26. Lakini miaka 3 baada ya kuishi katika ndoa, alikuja akakuelezea kwamba anataka kuoa mke mwingine, ama ulimfumania, ama ilikuwaje? Alikuja akanielezea kwamba anataka kuongezea bibi mwingine, lakini kabla ya kuja kuniambia kulikuwa tu na hiyo hisia. Nilikuwa nahisi kuwa kuna venye mume wangu hayuko 100% kwangu. So kuna hako kadalili hiyo tu inaitwa instinct ya wanawake, kwa sababu kuja nyumbani amechelewa, mara nyingine unaona leo ana furaha kesho hana. So pole pole tu akanielezea kuna msichana nimepata huko nje na nataka akue mke.
ilichukua muda polepole tu akanieleza na ndio nikakubali tu, lakini ilikuwa si ati ni rahisi. Haikuwa rahisi. Yeah. Tutulie hapo kwa hilo wazo la kwamba haikuwa rahisi, nitarudi kwako. Mariam, wewe ndio ulikuwa mvunja riziki. Hawasemi tu kuinje, lakini wanavyokuona. Kwa nini unafikiri wewe kumharibia? Anayo riziki yake, yuko hapa Yupo. Alafu angekuwa yuko peke yake labda ingekuwa raha zaidi. Na ujui uliza Takid mwenyewe ndio. Wacha we. Sasa wewe akaja akakwambia ukajua kwamba yupo mwingine. Wakati mkianza uhusiano ulijua ama ulijua baada ya uhusiano wenu ushaanza? Nilikuwa nishajua kuna mke na alikuwa na watoto 3. Takid so alikuwa anajielezea pale ukitrain, kwa sababu tulipatana pale kwa martial arts pale gym. So alikuwa anajielezea kuwa yeye ameoa mke na wanao 3 wa kiume. So sikuingia ati nikijua pale hakuna mke. Nilijua kuna mke. Katika maisha yako ni kitu ambacho ulikuwa umefikiria kwamba utaolewa mke wa pili, au ulikuwa unatamani kama vile kila mwanamke mwingine kwamba nitakuwa tu mimi peke yangu? Kiukweli mimi nilikuwa najielezea ya kuwa huku nje sisi ni binadamu ndio, na kulingana na jamii vile unavyoona maisha ikiendelea huku nje, kuna yani unasomea pia shuleni pale ulikuwa unajua kuna polygamy na kuna monogamy. So mimi nilikuwa tu nimemuelezea Mola ama Maulana tuseme, mimi pahali popote utaniangusha, iwepo tu nitakuwa sijavunja kitu chochote ambacho kitaumiza mwenzangu, kwa sababu ama mtu yeyote pia yule mwanaume waweza ingia kwa monogamy na umfanyie mwanaume akawa ni kama si mwanaume kamili. So mimi nilikuwa tu nimejielezea pale, nitajiangukia kama mke wa mtu, Mungu tu nisimamishe na hapo. Wacha niulize nyote watatu na nianze na mume. Sasa mnatoka katika familia kama zenu nyumbani, tuanze na wewe kaka. Hatutoki kwa familia. Babako ana mke mmoja na ana mmoja. Cecilia? Mmoja. Asa wazazi wenu wanawaonaje nyinyi? Na ndio maana inasemekana kila mtu ni vile amezaliwa. Na kila mtu kuna vile anaweza taka kuishi. Saizi watoto wangu hawezi taka kuishi labda vile mimi naishi. Na chenye napenda hata kama ni chakula sasa ukinipa hapa, ile yenye napenda labda upendi. So sisi nikaa tuliingiana. Alafu hata kitu cha chenye utia watu mawazo sana ni hadi kabila zetu pia ni tofauti. Yenye wengine wanasemanga wakisikia mwanamume sana sana amepata mke wa pili na zaidi, kama ni hapa Kenya kwetu nasikia inasemekana anatoka side fulani, ametafuta kabila yake, anatoka upande fulani huo mwanamume. Hii maneno ya ndoa ya polygamy iko na wanaume. Unatoka kabila gani? Mimi natoka Bondo, Cecilia ni Kisii, Mariam ni Kiambu. So unaona sisi tumemix zote. Hii ndoa hii ina faida gani kwako wewe? Faida yangu ni kuwa na hiyo familia kubwa. Familia yetu nayo ni kubwa. Ona nina watoto 5, Mariam ana 3, tuna hadi mjukuu. Alafu amani, kuna upendo na kuna upamoja na kuna ile mfano, kuna mtu anaweza saidia hii hapa. Hatuhitaji hata kuandika mtu kazi ana wai ama wai. Nimesema kutokea mwanzo haikuwa rahisi. Sikuikubali ati sasa Mariam wewe kipenzi njoo, nimekupenda wewe njoo ukae na bwanangu, kwa sababu ya pia mimi nilijiuliza maswali. Nilikuwa na shida gani ndio Takid aenda muone Mariam? Nilijiuliza. Nataka nikujibu. Hebu kulikuwa na shida gani? Ameuliza swali. Hakukuwa na shida. Ni vile si wanaume tumeumbwa hivi. Si tumeumbwa kuona. Tumeumbwa kuona. Labda nitaona Cecilia ufupi wake na labda umbo lake. Mariam pia nitarudi nione hivyo. Labda mwingine ni smile, mwingine ni. Na ndivyo ninazidi kusema nikipata 3 4 mpaka 10. Baada ya kwamba ushakaa na Cecilia, kitu gani uliona kwa Mariam ambacho ni tofauti na Cecilia? Ni kama tu nitakuuliza sasa. We mwenyewe saizi hata kama hujaonekana kwa nyumba uko nje hujaiona mmoja kwa mmoja, mbona unaona wengi? Juu sisi ni wanaume. Hata yeye kako na mmoja atakajaeka kwa nyumba lakini hajai kwa huo mmoja pekee mpaka kafika umri. Wakati Mariam alipokuja kwako akakwambia uje muishi nyumbani, mmekuja mmekaa, hebu tueleze kidogo wewe binafsi, kwanza ni changamoto gani ulipata siku za kwanza wakati sasa mmeanza kukaa pamoja? Kwanza tu na tukaishi naye tu hivyo haraka. Mimi nilikuwa bado kwetu na pale nilikuwa nakaa kwetu na yeye anakuja kuniona hivyo mpaka pale Cecilia alipokuja akanipata, sasa akajua niko, sasa tukaongea, mwisho wa kuongea tukaelewana, na hapo sasa ndio wanaita Waingereza woman to woman. Woman to woman talk hapo sasa ndio nilienda. First nilikuwa na kwangu na yana kwake, lakini tulikuwa tunatembeleana muda huo umepita mfupi ndio tumekaa pamoja 2 years lakini hapo mwanzo mimi nilikuwa na kwangu lakini distance to is just 4 kilometers or 100 kilometers. So tulikuwa tunaishi tunatembeleana, kwangu mimi naenda kwake, anaja kwangu hivyo, watoto wake wanaja kwangu, watoto wangu wanaenda kwake hapo. Kisha mkaamua sasa mkae pamoja. Kisha akaamua
akaamua yeye. Akaamua. Nimeipenda hiyo. Cecilia anashikilia msimamo wake. Mama wa nyumba anasema baba. Kisha Simba mwenyewe. Simba ndo akaamua. Ndo hapo Simba akasema basi kaa pamoja. Sasa mmeishi pamoja kama miaka 2 kwenye nyumba moja. Kila mtu ana chumba chake ama? Hata before hizo miaka 2 tulikuwa tunaishi like 100 meters, ni kama pale kwingine na hapa kwa studio. So ilikuwa rahisi, hata nikitaka kitu fulani nataka nitumiwe, naweza sema simama hapo kwa balcony, nitupia hapa chini, fanya hivi. Then mimi ni ule mtu unaweza pata nimelala kwa nyumba, nimekaa kwa nyumba mpaka saa 6 usiku. Maybe nimeamua tu nikatoka nikaenda huko kwenye. So singetaka ikuwe mbali. Alafu ya pili, kila mtu ana chumba chake. Yes. Alafu wewe una chako ama wewe unachagua? Kila mtu ana chumba chake, lakini mengi ni ya ziada. Wacha niulize hili swali, manake hili swali lingine wakati mwingine linakuwa na tatizo wakati watu wanapokuwa na wake wawili, kwamba mmoja anaweza hisi kwamba huyu anaenda sana huku kushinda huku. Kuna wakati Mariam ushajisikia hivyo kwamba ananyemelea sana kwa Cecilia kushinda kwangu. Muna timetable ama inakuwaje? Hatuna timetable, lakini sina huo muda wa kufikiria nenda kwa Cecilia sana, kwa sababu najua akitumia 2 hours za Cecilia hata mimi ndapata hizo 2 hours zangu. Kwa hivyo sina shukshi yoyote ati ya kunionyesha ndapata wanawa, nitapata hiyo 2 hours yangu. Ana balance kila mahali. Ana balance. Nakwambia hii ni beta kids. Alafu kitu pia inachangia hiyo kutokuwa na hiyo wivu ni kwa sababu ya venye unakaa na huyo mume unamuona. Tunaona sasa tuko wawili, namuona napo namfocus. Sisi unajua sisi wote tunamwangalia. Tunamuona. Akikosea hivi kiasi unamuona, unamwambia hapo. Sasa aezi si rahisi takidi. Nani kwa nyumba anapika? Yani kwa mfano tumeshamteka nyara, sasa tutajua akili yake. Sasa tutajua akili yake tutajua kucheza naye. Bali mimi napenda maji. Shamteka nyara. Na akili yake tuaijua kucheza naye. Sikiza kaka. Sikiza kaka. Niliwateka nyara kimapenzi. Watu wawili umewateka nyara na ukajua kuwaweka. Ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi naitwa Roncliffe Odit. Sasa kama nilivyotaja hapo awali na kama umekuwa ukifuatilia kipindi chetu, leo tuna mazungumzo ya kipekee sana na familia hii ambayo ni Takid Master, jamaa mmoja ambaye ana wake zake wawili na wanaishi katika nyumba moja, japo katuambia vyumba kila mtu ana chumba chake. Tujiunge nao tena katika awamu nyingine ya mazungumzo haya. Karibuni sana. Nianze na wewe Mariam. Tumekuwa tukiangalia katika mitandao ya kijamii, mara nyingi watu wanauliza swali hilo kwamba wewe ndio uliyemfuata Cecilia mara ya kwanza kwenda kuongea naye kuhusiana na uhusiano wako na mume wake, na kwamba wewe upo. Tueleze mazungumzo yao yalikuwaje wakati ambapo wewe umeenda kwa mwanamke mwingine, manake huku nje wanawake ukienda kwa mwingine atakuparura. Kwa namna yangu Cecilia alinifuata wa kwanza. Venye sasa hapo wakati huo tulikuwa bado sikuwa na nyumba yangu, nilikuwa tu pale tuko na Takid huko nje, mimi niko kwetu yako pale. Alipojua alimfuata kwetu, akaongea na nyanyangu. Hapo ndio mara ya kwanza mimi kumwona Cecilia. Hapo alipoongea na nyanya akamuelezea, akaongea naye yani kiustaarabu tu kama mzazi anavyoongea na mwanao. Akamuelezea okay sawa basi mwana wetu tukapata mume wako, lakini sasa wewe kama mke wataka kuishi na huyu mume kwa ajili ama unataka kutoka kwenye hii ndoa kwa sababu kashapata mke mwingine, ama utangangania maisha yako na ndoa yako na mume wako, kwa sababu wanaume nao kazi yao ni kufanya nini? Kunyakura yani kazi yao ni kufuata wanawake kila mahali. Sasa hapo ndio sasa mara ya kwanza mimi nilimpata sisi. Alafu mara ya pili sasa ndio nilipo alinialika kwake, yani kule alikokuwa anaishi. Alinialika kwake, hapo sasa ndio mawasiliano. Hebu tueleze mlipokuwa umeenda sasa mlikuwa mnaongeaje nyinyi wawili sasa? Kama wanawake tu ambao wameamua kukaa pamoja. Hapa Cecilia alinielezea okay Mariam, tension nakwambia ningeipata kwetu alivyokuja kwetu, lakini sisi Cecilia na heshima yake alikuja akiwa mnyenyekevu, kwa sababu unaona haina haja ya kuja na ubavu ama ushupavu na haujui kitakachofuatilia mwisho, unaona. Sababu pia yeye ni mwanamke ambaye ana mawazo yake ambao ni ya utu uzima. Hakuja pale na utoto mingi. Unajua wanawake wengi pale nje labda wengine ukuja na ataniona najua nini, lakini alivyokuja alikuja kiheshima, mpaka mimi mwenyewe sasa nikakuwa na hofu ile, jamani nimemuumiza mke wa wenyewe ama mtoto wa wenyewe.
Sasa lakini tulipofikia aliponialika kwake, hapo sasa ndio tuliongea, akaniuliza Mariam, kulingana na venye nimeona situation yako na takido wangu, naona hataiachana. Wewe sasa naona ni kama wewe ni mwenzangu, mwanamke mwenzangu. Anacheka maana ni kama alikuwa ameifikiria hiyo kabla aje kwako, haikuwa rahisi. Sio Cecilia? Kwako ilikuwaje wewe? Kwa akilini mwangu ilikuwa ni ile labda nina mapenzi 150 kwa Takid. Ndio maana nilimkubali akiwa na Mariam. So haikukuwa kazi ngumu sana. Juu hata kwa mtandao watu wananiaulizanga, Cecilia ulifanya aje? Cecilia ulifanya aje? Hata pia nasemanga pia imani ya Mungu, pia roho, pia akili, sijui. Pia namshukuru mamangu, labda alilea mtoto mzuri, mwenye heshima, mwenye kusikia. Tuzungumzie kidogo pale nyumbani. Manake sasa mnaishi kwa nyumba moja. Nani anapika? Kila mtu. Boss, unakula vyakula mara mbili? Hata mimi upika bana. Jikoni ni moja. Aweza pika chapati, aweza pika wali, aweza pika stew, aweza pika anaweza pika ugali nikapika. Alafu kuna kitu nataka kurekebisha, ni vile singetaka kuinterfere. Cecilia hakuita Mariam na Mariam hakuenda kwa Cecilia. Ni mimi niliwakutanisha. Ni mimi nilienda nikachukua Mariam, after kuelezea Cecilia niko na mtu, tukaenda wakiongea, tulikuwa watatu. Hawakuwa wawili peke yao. Mlikuwa nyote. Tulikuwa katika hayo mazungumzo. Ambapo mimi ndio nilikuwa mediator hapo katikati. Lakini ndio nasema, lakini anaulizia juu ya roho ya Mariam. Alikuwa amemuelezea na akamtuma nyumbani. Sasa si nyumbani ndo ajue Mariam ni nani na aonge na familia, kwa sababu mimi nilikuwa pia nishakata kwenda kule kwa sababu ya nini? Sijui na meet nani, unaona, naogopa pia na hofu. Ni kweli. Ni kweli. Na Takid, lakini Cecilia simjui. Sasa lazima tu aje nyumbani, angalau hata akikataa sasa nijitoe kando. Sasa bado niko hapo nyumbani. Mmesema kwamba nyinyi mnapika tu mlo mmoja. Kwa hivyo mnashirikiana katika vitu vingi pale nyumbani. Ni ngumu. Ndio nilikuwa nataka kuuliza hapo sisi. Unataka kuuliza nini? Wewe nakwambia kwako una ni ngumu kwa kuuliza maswali. Okay, upishi unafanyanga hivi. Kasa